Ipo mitishamba, ukitembea mtu atakwambia mtishamba huu ukiutumia unakuponya jambo fulani. Je, ni kweli unaponya? Na kama unaponya unatakiwa utumie kiasi gani? Ukizidisha una madhara gani? Na ukipunguza una madhara gani? Na kama mtishamba unatibu kwa kiasi gani? Hivi ukitumia zaidi, kwa sababu kwa mfano tunajua quinine inatokana na ni mti. Ukitumia zaidi quinine tunayofahamu ina madhara makubwa mwilini. Je, ukitumia mti huo wenye quinine ukatumia sana hauna madhara mwilini? Sote tunaamini kwamba katika masuala haya ya elimu tiba, Tanzania kama nchi nyingine zote zinaweza kuchangia sana katika maendeleo ya kupata tiba ambazo tunatumia rasilimali tulizonazo kama nchi nyingine zinazofanya. Kumekuwa na mwitikio mkubwa sana. Kama unajua sisi chuo chetu Muhimbili ni chuo kikongwe hapa Tanzania ambapo tunafanya mafunzo, tafiti pamoja na huduma za afya. Kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo pamoja na marafiki zetu tumefanya tafiti mbalimbali. Kwa sasa siku ya leo ni siku ya sasa ya kuleta mawasilisho ya matokeo ya hizo tafiti, kuangalia ni maeneo gani ya vipaumbele, na hii tunaendana vile vile na sera za serikali. Sasa tunavyoenda kwa ile mpango wa serikali wa dira 2050, kwa zile vipaumbele ndio sisi tafiti zetu tunaangalia huko. Kwa hiyo baada tutakuwa ni siku 3, tutafanya leo Jumatano, kesho Alhamisi mpaka Ijumaa ndio tutamaliza, na baada ya hapo sasa tutaandaa ripoti ambayo inaonyesha ni yapi tumeongelea na kupeleka mapendekezo kwa watunga sera, ikiwepo wizara yetu ya elimu, wizara ya afya na maeneo mbalimbali. Lakini tuseme mwitikio umekuwa mzuri na tumeendelea kufanya vizuri katika maeneo haya. Kwa sisi sasa kama Muhimbili MUHAS tunasema kwamba ni muda sahihi kwa kuanza kuangalia ni jinsi gani tangu kipindi cha 13th Scientific Conference na sasa tumeona tafiti za aina gani. Kwa hiyo jukwaa la leo limezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Waziri Mkenda kuhakikisha kwamba tunapokea tafiti mbalimbali ambazo zitatusaidia sasa kuona ni vipi ambavyo tutabadilisha mienendo either ya kwenye matibabu au labda katika mwenendo wa kuangalia jinsi gani tutadiagnose magonjwa, na muhimu zaidi tuone kwamba tuna rika mbalimbali. Sasa rika lile ambalo la wazoefu au tuseme rika la wazee waliosogea zaidi wenye uzoefu wanaleta vipi zile tafiti zao katika kuhakikisha kwamba hatuachani na wale young ones ambao ni young scientists katika kuzipokea, ili tuwe na muendelezo, tunasema kwamba tuwe na sustainability.